au sensa ya uvuvi inafanyika kila baada ya miaka 5. Kama vile sensa ya watu na makazi na sensa ya uvuvi tunafanya kila baada ya miaka 5. Kwa hii tumechelewa kwa muda wa mwaka mmoja, na kulikuwa na sababu, kwa sababu kipindi kilichopita tulikuwa katika usuli za uchaguzi. Kwa hiyo tukaona tusubiri zoezi la uchaguzi liishe, halafu ndo tuanze kufanya sensa. Kwa hiyo ndio maana sensa ya uvuvi imeanza rasmi, na kama tunavyoona tayari vijana sasa wanaingia field wiki inayokuja. Ina maana baada ya wiki 2 tutazipata hizo takwimu. Mafunzo haya yatawasaidia vijana sio tu kwa kufanya sensa hii ya uvuvi ambayo tulionayo, imeandaliwa kitaalamu na tumepata wataalamu wengine kutoka nje ya nchi, wengine ndani ya nchi na wale wazoefu. Kwa hiyo wakimaliza watakuwa wamejijengea uwezo wa kufanya kazi kama hizi wenyewe bila kusimamiwa na mtu yoyote, lakini kama nilivyosema kwamba wakimaliza watakuwa vyeti ambavyo vitawasaidia kuweza kuombea kazi sehemu nyingine. Kwa mfano hii methodology ambayo inatumika hapa ni methodology muhimu sana kwa sekta ya uvuvi. Kwa hiyo hawa vijana wengi wamesoma fani hizi za mawasiliano, IT na vitu kama hivyo. Kwa hiyo itawaongezea ujuzi mkubwa sana katika kazi zao. Wito wangu mimi kwa wanafunzi ambao wamekuja hapa kushiriki katika zoezi hili, waichukulie hii kazi kwa upeo unaostahili, kwa sababu itawasaidia sana katika kujijengea uwezo wa siku za mbele. Lakini pia natoa wito kwa wananchi wa kawaida, hasa wavuvi, wakulima wa mwani na wanaofanya kazi kwenye sekta hizo, zoezi hili walichukulia kwa umuhimu wake, kwa sababu tutakapoweza kuonesha kwamba sekta ya uvuvi tupo wengi na minyororo ya thamani yake tupo wengi, ndio nguvu ya serikali itakapoelekezwa nyingi zaidi. Lakini kama mnavyoona hii sensa inafanywa chini ya mradi wa TASFAM. Kwa hiyo TASFAM ni mradi uko chini ya World Bank. Kwa hiyo na wao pia wataweza kupata nguvu ya kuona kwamba hawa watu wanahitaji kusaidiwa zaidi, lakini changamoto zao zitaweza kuonekana na vipi tutaweza kufanya. Lakini kikubwa kabisa ni kwamba miaka 5 iliyopita Serikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kumekuwa na uwezeshaji mkubwa katika sekta hii: maboti, nyavu, vifaa vya kulima wa mwani, uhakika wa soko. Sasa nataka tuone kupitia sensa hii hasa nini kimetokea kule kwa wananchi, na tuweze kujipima wapi tumekosea na wapi tumepatia. Naitwa Dr. Narman Jidawi, ni mstaafu wa Taasisi ya Sayansi ya Bahari, lakini ni mjumbe wa kamati hii ya kukusanya hizo taarifa za sensa ya wavuvi. Sensa nyingi zimefanyika na vipindi vya nyuma wanawake kweli walikuwa si wengi. Kuna mwaka ya 20 iliyopita labda wanawake 2 tu walikuwa wanauza samaki kwenye madiko, lakini sasa hivi wanawake ni wengi, na ukenda nadhani karibu watakuwa wanawazidi wanaume katika uuzaji wa samaki. Kwa hivyo takwimu hii itasaidia kujua wanawake wangapi, wanaume wangapi, wanafanya shughuli gani, na pia kama serikali itakuwasaidia itajua ifanye nini na namna gani ili kuwasaidia. Wito wangu kwa jamii ni kwamba kwanza washiriki vizuri katika sensa hii, watoe taarifa za uhakika, waseme ukweli, kwa sababu takwimu ni muhimu sana katika kuleta maendeleo ya nchi. Nasor ni afisa TAHEMA, idara ya maendeleo ya uvuvi kupitia Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar. Kwa kawaida Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kupitia idara ya maendeleo ya uvuvi, lakini chini ya mradi wa TASFAM tunafanya mafunzo kwa ajili ya ukusanyaji wa taarifa ya zoezi kubwa kabisa la wizara ambao ni sensa ya uvuvi. Kwa lengo la mafunzo haya ni kuweza kuwafundisha wale wachukuaji wetu sisi wa takwimu kuweza kuchukua taarifa kwa usahihi, ili tuweze kujibu yale masuala ambayo tunahitaji kama wizara kupitia idara kuweza kuyafahamu zaidi. Kwa lengo la mafunzo ni kuweza kuwafahamisha ni jinsi gani zile data kutoka katika maeneo yetu ya madiko au katika maeneo ya ufugaji pamoja na wakulima wa mwani yanaweza kuchukuliwa na kuweza kuleta ufanisi kwa ajili ya ripoti zetu. Jina langu Mwadini Fadhili Machano, afisa uvuvi mkuu wa diko la Uroa. Nipo hapa kwa ajili ya mafunzo ya kukushana off from survey kwa ajili ya wavuvi kwa mwaka 2026. Nipo hapa kuchukua uzoefu zaidi baada ya kupata ya mwaka uliopita, mwaka 2020, nikaonekana kwamba na uwezo wa
kusaidia tena taifa. Kwa hivyo nipo hapa kwa ajili ya kusaidia taifa juu ya sensa ya wavuvi, na nafurahia hilo kwa sababu bado naendelea na majukumu ya kazi, kwa maana bado nahitaji uzoefu, kwa maana kila nikipata kama hizi mimi nafurahia kweli kweli. Kwa majina naitwa Hafsa Mansur Said, natokea chuo cha Suza katika kada ya jiografia na mazingira. Leo tuko katika mafunzo ya sensa ambayo inategemea kufanyika tarehe 15 mpaka tarehe 20. Mafunzo haya ni muhimu hasa kwa sisi ambao ndo kwanza tunaanza, ni mara yetu ya mwanzo kufanya hii sensa ya uvuvi, kwa sababu itatupa uwezo wa kuchukua data ambazo zipo sahihi, ambazo zipo vizuri na kupata uelewa zaidi.